عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Baada ya kumaliza mlango wa 18 katika kitabu Riyadhus Salihin, leo insha Allah tutaingia katika mlango wa 19 na mlango huu utazungumzia juu ya babu fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Mlango kuhusu yule ambaye ameanzisha au amesababisha mwenendo ulio mzuri wenye kuleta maslaha, au ameanzisha mwenendo mbaya wenye kuleta madhara kwa Waislamu. Huu ni mlango tofauti kidogo na ule ambao tumeuacha nyuma. Mlango au milango tulioacha nyuma miwili ilikuwa ni juu ya ibadati. Katika mambo ya ibadati hakuna uanzishaji utakaokuwa ndani yake na sifa mbili ya uzuri na ubaya. Katika mambo ya ibadati kila utakaloanzisha ambalo halina kiigizo kwa Mtume Mwenyezi Mungu huwa ni jambo baya katika ibada. Lakini katika mambo ya muamalati, mambo yenye kuleta maslahi kwa Waislamu au kuwadhuru, katika mambo ya duniawia, hupatikana ndani yake mwenendo ukawa ni mzuri kwa maslahi ya Waislamu, na hupatikana mtu kuanzisha jambo baya lenye kuwadhuru Waislamu. Basi huu mlango tunaozungumzia sasa ni kuhusiana na mambo ya muamalati. Ndiyo imana hata Imamu An-Nawawi rahimahullahu akaipambanua milango miwili hii. Ule mmoja ukawa ni 18 na sasa unakuja 19, na hadithi zake zinahusiana na mambo ya muamalati. Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, walladhina yaquluna, waja wema ni wale ambao wanapokaa duniani huwa wanasema au kufanya maneno yao yanafatana na vitendo vyao. Wanasema Rabbana hab lana, Mola wetu tupe sisi, min azwajina, kutokana na wake zetu, wa dhurriyatina, na kutokana na vizazi vyetu, tupe sisi Mwenyezi Mungu qurrata a'yunin, kitulizaji cha macho, kipooza cha macho. Tupe sisi yenye kufurahisha macho yetu, tukiangalia kwa wake zetu tusipate mambo ya kutuudhi, tukiangalia kwa watoto wetu tusipate mambo ya kutuudhi. Ikawa hakuna taa juu ya mume,
ikawa kuna taa kwa watoto juu ya mzee, kwa hakika hablana, tupe sisi Mola wetu min azwajina, kutokana na wake zetu, wa dhurriyatina, na kutokana na vizazi vyetu, tupe sisi qurrata a'yunin, yenye kufurahisha macho, waj'alna lilmuttaqina imama, na utujalie sisi kwa ajili ya wenye kumcha Mwenyezi Mungu, sisi tuwe ndio viongozi, tunasimamia mambo ya wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Hichi kipande cha mwisho hichi, waj'alna lilmuttaqina imama, hasa ndicho kilichohusu katika mlango huu. Kwa aya hii inamfanya Muislamu kila siku awe yeye na azma ya kusimamia kuyaongoza mambo ya Waislamu wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa aya hii namna ilivyomalizikia, inamtaka kila Muislamu awe na hadhari kubwa, asiwe yeye ni kiongozi wa mambo maovu. Ikiwa ataanzisha jambo, liwe jambo lenye na maslaha na Waislamu, asije akawaanzishia Waislamu jambo lenye kuwadhuru. Asiwajengee Waislamu wenzake kiwanda cha pombe kwa sababu tu anataka kunyanyua uchumi wake, itakuwa ni jambo la kuwadhuru Waislamu. Kwa hivyo itakuwa hakuishi mtu katika hii dua Mwenyezi Mungu ameifundisha watu waiombe, na naam, lengo lake kubwa dua hiyo kiomba inakufanya uwe na azma ya kukamata usukani kuongoza Waislamu katika mambo mema. Wewe ni mwanachuoni unaowatoa Waislamu kwenye giza la upotovu na kuwaelekeza kwenye nuru ya uongofu. Wewe ni daktari unaosimamia afya za Waislamu kwa uadilifu mkubwa na kuwaonea huruma sana. Wewe ni mwalimu vile vile unaosomesha mambo mbalimbali kuanzia dini na dunia. Alimradi hii ni mifano michache katika mambo mengi ambayo Muislamu anatakiwa siku zote awe yeye ni mshikaji usukani, anasimamia mambo ya watu wema na kuwafanyia mema. Hatakiwi kabisa kwamba yeye Muislamu awe na jina la waasi baada ya kwamba yeye ni Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, bisa ismul fusuq ba'da al-iman, ni jina baya sana na mtu kutupiwa jina la waasi, yeye ni fasik baada ya kwamba amemwamini Mwenyezi Mungu, anaswali, mtu mwema, halafu amekuwa ni mkamataji usukani, anawapeleka wenzake katika mambo mabaya. Huu ndio mlango tutakao ishi nao hivi sasa. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu vile vile subhanahu wa ta'ala, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, na tukawafanya wao ni viongozi wanaongoza watu kwa amri zetu. Tuliwafanya viongozi Mayahudi pale waliposubiri kutokuingia katika maasi, waliposubiri katika kudumu kwenye utiifu, tuliwafanya ni viongozi, tukatoa mitume wengi katika Bani Israili. Hichi ni kipande cha aya ambacho kinapatikana katika sura Sajida, Alif Lam Mim Tanzil. Mwenyezi Mungu amesema, ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. آية كماليزية وكانوا بآياتنا يوقنون، na wakawa kwenye aya zetu wanaziakinisha. Walaqad ataina Musa alkitaba, na kwa hakika tulimpa Musa kitabu. Taurat inajulikana maarufu. Fala takun, wewe Muhammad usiwe na shaka, fi miryati, usiwe katika shaka, min liqaihi, ya kukutana naye Nabii Musa. Utakutana naye, utazungumza naye, na utamjua Nabii Musa kwamba anapendelea umma wa Kiislamu uongofu na anawaonea huruma sana. Na akaja kukutana naye bwana mtume Nabii Musa katika usiku wa mbinguni. Nabii Musa
alimuuliza Nabii Muhammad wakati akirejea mbinguni, nini umetunukiwa na Mola wako Muhammad? Akamwambia, imefaradhishwa kwangu mimi na umati wangu kuswali swala 50 kila siku. Nabii Musa anawajua binadamu, ametaabishwa sana na Bani Israeli, na anajua kila karne zikienda mbele wanaokuja baadaye wanakuwa dhaifu kwenye imani, wanakuwa dhaifu katika nguvu, wanakuwa dhaifu kwenye kila kitu. Akamwambia Muhammad, rudi tena kwa Mola wako ukatake kupunguziwa swala 50 umati wako hawaziwezi. Mimi nishakaa nao Bani Israeli na nimeona shida iliyonipata kwa kuongoza Israeli. Kwa hivyo na watu wako wanaokuja zama zako hizi, kila wakati watakuja watu dhaifu wa imani, dhaifu wa nguvu, dhaifu wa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Kataka takhfifu. Kila akenda Nabii Muhammad kutaka takhfifu, akipitia kwa Nabii Musa, Nabii Musa anamwambia ngapi yapunguziwa? Yapunguziwa 5. Rejea tena Muhammad. Bado hivyo hivyo mpaka zilipobaki 5 katika 50. Bado Nabii Musa anamwambia rejea tena, umati wako hawatoziweza 5. Je, maneno Nabii Musa kwani yanaanguka njiani? Ndio hivi tulivyo umma wa Muhammad, majority population kubwa ya Waislamu hawawezi kuswali kwa wakati, hawawezi kuswali kwa khushui, hawawezi kudumisha maisha yao sala. Mara kaswali, mara kawacha, mara hivi, mara hivi. Na hata kama anaswali tupa tu ondoa njiani tu, akijulikani nini mtu anazungumza na Mola wake. Hivi ndivyo alivyokuwa Nabii Musa. Muhammad anaambiwa sallallahu alayhi wasallam, walaqad atayna Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan. Na tukakifanya kitabu hicho cha Taurati ni uongofu li Bani Israila, kwa wana Israeli. Waja'alna minhum, hapa tukaja aya hii, na tukajalia kutokana na wao Bani Israeli a'immatan, viongozi, yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri zetu, hawaongozi watu kwa fikra zao, wanaongoza watu kwa amri zetu. Na kila atakayewaongoza Waislamu katika mambo ya Mwenyezi Mungu awaongoze kwa dalili, awaongoze kwa hoja, imma aya ya Qur'ani, imma anawaongoza kwa mwendo wa Mtume, asije akawaongoza kwa rai yake. Yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri yetu. Wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa maneno yetu wanathibitisha kwa vitendo na maneno. Aya hii vile vile inaonyesha wazi, inaashiria Muislamu awe na raghba, awe na azma ya kwamba yeye mwenyewe kwanza atengenee, awe mtu mwema, halafu vile vile akamate usukani kuongoza Waislamu wenzake katika mema. Sasa tunaingia katika upande wa hadithi. Hadithi ya mwanzo katika mlango huu, babu fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'ah, mlango kwa yule ambaye ataanzisha mwenendo mzuri au mbaya baada ya aya hizo za Qur'ani mbili. Hadithi ya mwanzo, wa an abi amri Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, tunapokea hadithi kutoka kwa baba yake Amr ambaye anaitwa Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, anasema bwana Jarir, kunna fi sadri an-nahari, tulikuwa siku moja katika mwanzo wa mchana. Neno sadru an-nahari yani awwal an-nahari, mwanzo wa mchana, kwa sababu sadr ndio chimbuko. Hata binadamu chimbuko lake linaanzia kifuani. Pale kwenye kifua chake ndio kwenye station, ndio kwenye mashine iliyomwanzisha kwamba yeye ajulikane kwa binadamu, mambo yote yako kifuani. Kama si hicho kifua ambacho ndani yake mna moyo, basi binadamu hawezi kuwa binadamu. Kunna fi sadri an-nahari, tulikuwa sisi katika mwanzo wa mchana, inda Rasulillah, tuko mbele ya mjumbe wa Mungu. Tumekaa naye asubuhi na mapema baada ya kusali swala ya asubuhi. Fajaahu qawmun, mara tunaona wakamjia mtume watu wamekuja katika hali ya kusikitisha. Auratun, wanakaribia kuwa ni uchi. Auratun, neno hili
na wa huwa almutajarrad min athiyab, maana yake ni mtu ambaye amevuliwa nguo au amevua nguo ghura. Lakini hapa sio muradi wake kwamba wamekuja hawana kipande cha nguo kama alozaliwa, la. Wal muradu huna, na madhumuni ya hapa, man yalbasu thiyaban dalia, vile hutumika kiarabu ghura, mtu aliyevaa nguo zilizokwisha chakaa, zimeoza, mararu, nguo taabani, imechoka, huwa vile kiarabu hujulikana huyo kwamba anakwenda uchi. Anataka watokee watu wamsitiri. Binadamu Mwenyezi Mungu amemuumba na akampa hadhi, akampa utukufu, akamfanya kuwa ni bora kuliko wengine. Kwa hivyo ya bani Adam, Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-A'raf, enyi wana wa Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum, sisi tumeteremsha kivazi cha kusitiri aibu zenu. Kuna viungo havitakiwi vionekane na wengine kwenu nyinyi binadamu katika miili yenu. Ninyi tofauti na wanyama. Mnyama na kupitie wewe mbele yako na apite mbele ya kadamnasi, vile ndivyo alivyo, na hakuna atakayeshangaa akastaajabu akaona leo kapitiwa na mambo makubwa mbele ya macho yake. Hivyo ndivyo hivyo mnyama. Lakini watu watamshangaa mwanadamu ambaye kavaa lakini anaonekana kama hakuvaa. Watamshangaa watu, wamseme, watu watakodoa macho, watashtuka wengine wanaojua hadhi ya mwanadamu. Wasiojua hadhi ya mwanadamu watakuwa jambo la kawaida. Hawana kitabu cha Mungu, hawana ustaarabu wa kidini, watu wanakwenda kama wanyama. Lakini Mwenyezi Mungu amewataka binadamu wenye kumtambua Mola wao, wenye kujua dini yao. Qad anzalna alaykum libasan, sisi tumeteremsha kivazi juu yenu yuwari sawatikum, cha kusitiri tupu zenu, warisha, na vile baada ya kivazi tukateremsha na pambo, mjipambe, sio mvae tu, mvae mpendeze hata. Walibasu taqwa, na vile tukateremsha na vazi la ucha Mungu, dhalika khairun, ama hili vazi la ucha Mungu ndio bora zaidi kuliko mtu kuonekana kavaa vizuri sana na alafu akawa si mcha Mungu, basi itakuwa haina maana kuvaa kwake. Walibasu taqwa dhalika khairun, dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun. Basi walipokuja hawa watu mbele ya Mtume, hali ya kuwa wao wanaonekana wamevaa nguo zilizochakaa, nguo hali yake taabani, mararu, mujitabin nimari, wamevaa maguo yaliyokuwa mazito ya sufi. Maguo hayo si kama wanavaa wakati wa baridi tu, hizo ndo nguo zao. Hata katika wakati wa joto wao wanateseka nazo nguo zile. Hawana cha kubadilishia kwamba katika wakati wa baridi wavae sufi na wakati wa joto wavae kitu kingine chepesi, la. Na nguo zile nzito zimekuwa na mistari zinapitishwa kutokea kichwani, zinapitishwa kupitia kichwani, alafu zinaachwa tena katika mwili. Kuna zinawafika mpaka magotini na kuna zinawafika mapajani tu. Alimbadi walikuwa wanaonekana hali zao mbaya, si nzuri. Mujitabi namari au ilaba, au vile wengine wanaita badala ya kuwa ni maguo mazito ni mari, yani mujitabi alaba, yani ndio kitu kama juba hivi. Na wanatokeza mbele ya Mtume mutakallidi suyuf, huku wakiwa wamepachika panga. Mutakallidi suyufi hapa, wadhi'i suyufahum fi a'naqihim, wameweka panga zao katika shingo zao, wametundika panga shingoni. Qalqilada, kama vile mtu anaovaa kidani vile, kuna kitu uzi umepita shingoni na kupanga hapo kutundika na nyingine mbele, kwa sababu hawana kitu kingine cha kuvalia ndani, wakaochomeka ule panga kiunoni. Ni nguo moja zito tu, shakala taabani, nguo lenyewe limechoka, na halafu limpitia kwenye kichwani pale, halafu chini halikustiri vizuri. Kuna wengine wanafika magotini, kuna wengine mapajani, alimbadi kama atainama hivi anakaa vibaya.
wametokeza watu mbele ya mtume namna kama hii, takallidi suyufihim, huku wakiwa wametundika panga zao kwenye shingo zao. Amatuhum, wengi wao watu hawa, bal kulluhum, bali sio wengi wao, wote takriban, min Mudar, walikuwa wanatokana na kabila la Mudar. Mudar qabilatun min qabail al-arab, ni kabila mojawapo katika makabila ya Waarabu likiitwa Mudar. Wengi wao watu wale au takriban wote wanatokana na kabila la Mudar, ambao walikuwa ni watu wenye hali za chini kabisa kimaisha katika zama hizo. Tamahara wajhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi ukabadilika pale uso wa mtume baada ya kuwaona watu hawa. Hakupendezewa kabisa kuwaona wafuasi wake Waislamu. Kuna baadhi wana hali nzuri na kuna baadhi wametokeza namna kama vile. Fatamahara wajhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi ukabadilika, ukataghayyar pale ukasawijika uso wa mtume. Na masahaba walikuwa wamemsoma mtume sana, wanamjua wakati anapokasirika na wanamjua wakati anapofurahi. Ndani ya hadithi hii wataeleza masahaba wakati gani mtume alifurahi na wakati gani mtume alikasirika. Wanasema masahaba, mtume anapokasirika uso wake unabadilika, unakuwa kama shaba nyekundu. Hapo wenyewe masahaba kimtizama tu wanamjua mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Sasa hivi kuna jambo limeudhi, kila mmoja anatetemekeana, hajui atatamka nini mtume baada ya kuudhiwa hivyo. Na wakati anapofurahishwa mtume na jambo, basi uso wake unamemetuka, unang'ara. Masahaba wanasema ukipiga mfano utadhania Lailatul Badr, usiku wenye mbaa mwezi kali, tarehe 13, 14 na 15, namna mtume sallallahu alayhi wasallam wanamjua kwamba kishapata jambo la kufurahisha. Basi siku ile walipotokeza watu hawa waliovaa maguo yaliyochoka sana, hayawafuniki vizuri miili yao, huku wakiwa wametundika panga zao shingoni mwao. Fatamahara wajhu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, basi ukabadilika uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam, lima raa bihim min al-faqa, kutokana na yale aliyoyaona kwa watu wale katika mambo ya ufakiri wa hahe hohe, hali ya chini kabisa. Wamekuja watu miguu chini, hawana cha kuvaa ndani, nguo taabani, na maguo yenyewe si mazuri, hayatazamiki. Pale bwana mtume fadakhala, uso wake unabadilika na akachukia, akageuza, akaingia ndani mwake. Thumma kharaja, kisha baadaye akatoka. Masahaba wanamtazama, wamemsoma sana mtume, wakimuona na tabia kama ile wanajua kwamba sasa anataka kusema jambo la chamaki, au wanajiweka tayari kwamba aya imeshuka, sijui itakuja na kugombeza namna gani aya hiyo, hajui kitu gani, au ni nani atakayesema vibaya aya hiyo, na kusema kwenyewe itakuwa ndio ila antakuma saa, au kusema kwenyewe itakuwa jambo kidogo. Maana vima vikishuka wakati mwingine na kuja tabati ya da'a dhahabin wa tabba ma aghna anhu ma'aluhu wa makasaba sayasla nara, moja kwa moja hukumu inakuja kwenye moto. Basi wale waislamu walikuwa kiogopa kumkera mtume kwa lolote, kwa sababu wahi unashuka wakati ule. Je, utakaposhuka mtu atatajwa vibaya kwamba ataingia motoni au vipi? Mtume aliingia ndani ghafla, kisha akatoka nje. Alipotoka, faamara Bilalan, akamwamrisha Bilali, faadhana adhini, Bilali adhini. Wa aqama, yaonekana kama kwamba ilikuwa si wakati wa kuswali, kwa sababu mwanzo wa hadithi anasema tulikuwa tumekaa na mtume fi sadri nahari, katika mwanzo wa mchana, yani asubuhi. Yaonekana hii ilikuwa ni jambo la dharura. Na nitawapataje mtume kaona waislamu waje hapa sasa wengi na haja nao, na jambo muhimu nataka kuwaambia. Alimwambia Bilal adhini, na wakati huo ilikuwa wito wa adhana ndio jambo kubwa zaidi kuliko lolote.
Waislamu wakishasikia adhana imeadhiniwa, hususan kama itakuwa si wakati wa swala, anadhuri bado adhuri kwa mbali, wanafahamu kwamba kumetokezea labda zilzala au imetokezea kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi, huwa patolewa mlingano huo na watu wanakuja kuswali swala maalum huitwa salatu ayat, swala za miujiza. Aidha itakuwa salatu al-khusufi au al-kusufi au salatu zilzala. Pengine kumetetemeka ardhi pahala, mtume anawaita Waislamu pale pale waswali swala maalum. Akamwamrisha Bilali fa'adhana, Bilali akaadhini wa aqama, na akakim swala. Thumma salla, kisha mtume akaswali. Baada ya kuswali thumma khataba, akainuka kutoa khutba. Faqala, katika khutba akasema, katika khutba yake bwana mtume akazitumia aya mbili za Qur'ani. Aya mbili hizi bwana mtume inapotokezea haja au khutba mbalimbali huwa anazitumia sana. Moja katika hizo, ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Maana aya hii kwa ufupi tu, kwa kuwa si darasa ya Qur'ani hii aya ina maana ambayo kubwa. Mtume hata anapoozesha hutuba ya harusi huwa anatumia aya tatu. Katika aya tatu imo na aya hii. Huwa anaanza siku nyingine mtume, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kwa namna anavyostahili kupewa takwa na viumbe wake, ila tahadharini, wala tamutunna, wala msifike kufa illa wa antum muslimuna, isipokuwa na nyinyi nyote mmekuwa ni waislamu wa kweli. Halafu inafuatia nambari 2 aya hii, ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, muogopeni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi hivi mnavyojiona kutokana na nafsi moja. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi hiyo mkewe. Anajua mwenyewe wapi kamtoa, wako wanaosema mambo ni panjani, lakini Mwenyezi Mungu kwa hakika anamjua wapi kamtoa mkewe. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, tena baada ya kuwepo viumbe wawili hao akachawanya Mwenyezi Mungu kueneza viumbe wengi, wanaume na wanawake wengi vile vile. Wattaqullaha, na muogopeni tena Mwenyezi Mungu, nakwambia alladhi tasaaluna bihi, ambaye nyinyi mnaombana haja zenu kwa kumtaja yeye. Ukitaka uaminiwe unakula kiapo, wallahi tallahi na hivi na hivi, ili muislamu mwenzako kuamini. Tena pengine si mkweli, pengine mkweli, lakini ukitaka uaminiwe, hata ukitaka kumkopa mtu, basi Mwenyezi Mungu ndo shahidi wako na muweka na viapo vingi. Na wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, na ogopeni vile vile jambo la kuharibu koo zenu, kuharibu nasabu zenu. Inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa juu yenu ni mchungaji, anachunga amali zenu barabara, anaangalia muangalizi barabara. Hakuna jambo lenye kumponyoka, si maneno wala vitendo, bali mpaka yale yanayowazwa katika nyoyo zenu Mwenyezi Mungu anayo. Siku nyingine hutumia aya nyingine iliyopo katika sura Ahzab, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mmeamini mcheni Mwenyezi Mungu na mliseme neno zuri, na muwe mkisema mnasema maneno mema. Mkifanya hivyo yuslih lakum, Mwenyezi Mungu na kiumbe wake, faqad faza fawzan adhima, kwa hakika ameshafaulu kufaulu kukubwa. Siku ile walipokuja wale maskini, mtume alitumia aya mbili. Moja ni ile ya mwanzo ya sura an-Nisaa mpaka inna Allaha kana alaykum raqiba, na ya pili yake akaitumia aya nyingine katika suratul Hashr sehemu ya mwisho. Wal ayatul ukhra, na aya nyingine allati fi akhir al-Hashr, ambayo iko katika sehemu ya mwisho ya suratul Hashr, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha. Zote aya mbili hizi zina amri ya Mwenyezi Mungu kwamba mcheni Mwenyezi Mungu. Alafu waltanzur nafsun, na iangalie nafsi, ma qaddamat lighadin, ni kitu gani imeandaa nafsi hiyo kwa ajili ya kesho. Katika aya iliyotangulia aliposema Mwenyezi Mungu inna Allaha kana alaykum raqiba,
Raqib bimaana hafidhan lil'amali, Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kuhifadhi vitendo vyenu. Kuhifadhi maana yake amevidhibiti barabara kimponyoki. Na nini maana kudhibiti? Lengo lake ni kuja kumuonyesha mja wake adhibitishe kama ndivyo kionekana, na baada ya kuonyeshwa alipwe kwa kitendo hicho. Na katika aya hii waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin ma a'addat min khairin liyawm al-qiyamah. Hebu nafsi itizame nini imeandaa kwa ajili ya vitendo vyake vizuri kwa ajili ya maisha ya kesho kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia aya hizi mbili katika mwanzo wa hotuba yake, na baada ya hapo akaanza kusema tasaddaqa rajulun min dinarihi. Hapa utaona maneno kama kwamba yamekuja na fi'lu madhi, kitendo kilichopita. Tasaddaqa rajulun, yani kwa tafsiri ya neno kwa neno inavyoonekana alitoa sadaka mtu. Isimbabaishe msomaji maneno haya akaona mbona haya maneno hayafahamiki. Mtume anasema kwamba atoa habari hapa kwamba kuna mtu katoa sadaka au vipi. Aliposema tasaddaqa rajulun, kwa hakika tasaddaqa ni fi'lu madhi, lakini hapa ilipo huwa khabarun, ni maelezo ya habari. Hii ni statement, lakini bi maana al-amr, imekuja hapa kwa maana ya kuamrisha. Maana yake itakuwa liyatasaddaq rajulun, hebu na atoe sadaka mtu. Jamani, nimekuiteni hapa kwa jambo muhimu, na tumeanza kuswali hapa, na madhumuni ya kuiteni saa hizi ni kwamba ugeni uliojia huu unasikitisha kabisa kusikia kwamba hawa ni Waislamu, na halafu wako ndugu zao Waislamu wengine wana hali nzuri na hivi na hivi. Nasema kwamba liyatasaddaq rajulun, hii ndiyo maana ya tasaddaqa rajulun, imekuja kwa sigha ya madhi lakini bi maana al-amr. Na atoe sadaka mtu. Mtume anasema basi, hebu na atoe sadaka mtu min dinarihi, kuanzia dinari yake kwa wale waliomiliki dinari, pesa. Min dirhamihi, na wengine hawana dinari, atoe dirham yake aliyonayo. Min thawbihi, na mwingine ana pesa kwa sasa hivi, basi kamiliki nguo, pengine kajaza kabati moja au mawili au matatu manguo, akachague angalau mbili tatu aje nazo hapa. Min sa'i burri, na mwingine kama ana nguo za kutosha, maana kuna wengine walikuwa na nguo mbili hizo hizo, wakifua basi wakaendani kwanza wajipite mpaka zianuke ndio waje mbele za watu. Hata siku moja Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wakati yeye ni Amirul Mu'minin, bila shaka atakuwa ndio khatib wa Ijumaa, ndiye mwenye kusali kwa Ijumaa. Siku moja amechelewa kuja katika membari, wakati umepita muda mrefu. Nyuso za watu kila mara zinaangalia mlangoni saa ngapi ataingia, na wengine hawadiriki kukaa kitako msikitini, wako vizingitini milangoni. Mbona hivi ndio kumezidi nini? Si kawaida yake. Mara baadaye anaonekana huyo anachomoza kahilalu Ramadhan. Utafikiri mwezi mchanga wa mwandamo wa Ramadhani, anakuja hana haiba. Alipopanda juu ya mimbari katika mwanzo wa hotuba yake, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutoa shahada mbili, aliwaambia Waislamu, najua kwamba mko katika wahaka mkubwa na wasiwasi mkubwa kwamba mimi leo amiri wenu nimechelewa kuja kuhutubia Ijumaa, lakini mtakutoweni wasiwasi kwamba sikuwa na jambo la kuringa wala kujidai wala kukata makusudi, isipokuwa nguo zangu za kuja kuhutubia nilizifua kwa kuchelewa, na kwa hivyo zikakawia kuanuka nikisubiri nguo zikauke ili ndio nitende khutba. Kuna baadhi ya Waislamu siku ile hawakustahimili kwa maneno hayo, walilia sana watu, wakijifikiria wao wana maguo wamejaza masanduku ndani ya nyumba. Yule Amirul Mu'minin hali yake ilikuwa ni kama hiyo, anangojea nguo ikauke ndo aje msikitini kusalisha.
mtume anaendelea, min sa'i burrihi, aje mtu na pishi yake ya ngano yake hapa kama hana nguo. Tamko hili sa'i hii mikialu li ahli al-Madina, ni kipimo maalum ambacho wakati ule wa Madina kipimiana. Sisi tunasema sa'i pishi. Na burr aliposema min sa'i burrihi, al-burr al-qatl, burr ni ngano. Kwa hakika kamwambia mtu alikuwa hana nguo hapa aje na pishi yake ya ngano, tutaikubali vile vile. Alimuradi hapa na ende mtu akajipige aje na kitu hapa. Aliokuwa na dinari alete hapa, mwenye dirham alete hapa, mwenye nguo alete hapa, mwenye pishi yake ya ngano aje nayo hapa. Kama hapa na budi tutauza tupate kile tukitakacho. Hichi kikundi kilichokuja hapa kitazameni chali zao. Izame hii hadithi inavyoendelea vizuri na imewekwa katika mlango babu man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'a. Na halafu utawashangaa watu wa khurafati, ashabul bid'ah, wanapoitumia hadithi hii kwa kutaka kuhalalisha ibada ambazo wamezitumbukiza ndani ya Uislamu hazina kiigizo kwa mtume. Wanapokosa dalili yoyote kukamata, wanaikamata hadithi hii. Tutaona mbele huko mtume akasema man sanna fil islam sunnatan hasana, kisha wakachanganya ndani ya ibada ya Mwenyezi Mungu wakasema iko proof kwamba ziko bid'a nzuri vile vile kwa sababu ya kauli ya mtume hiyo tutakayoiona katika hadithi hii. Tukizanza kwanza ule mkasa wenyewe ulivyoanza, umeanzaje? Kilitokea nini? Na yale mambo ya mtume kuwaita maswahaba pale kuwahimiza watoe mchango, ilikuwa ni kuhusu ibada maalumu ya swala, ilikuwa ni ibada, ilikuwa ni jambo gani, au ni maslahi ya Waislamu? Na Imamu Nawawi kaivusha hadithi hii, kaitoa katika mambo ya ibadati, kaiweka katika mlango mwingine wa mambo ya muamalati. Ni kitu kilichokuwa wazi wazi kabisa, mchana mweupe, hakuna nyota. Hawezi kujikiwa nayo hadithi hii kuelewa maana yake nini. Bas hata kala mtume akahimiza pale kwamba watu watoe sadaka mpaka akafika kusema walau bishikki tamra. Hapa leo mtu akajipige ende akafukue, hana basi walau bishikki tamra, basi japokuwa nusu ya tende, nusu ya koko ya tende aje nayo hapa. Kama hana kitu basi nusu ya koko ya tende ile hapa. Kama yeye Muislamu tutamuona sasa hivi hapa nusu ya koko ya tende ile hapa tu ana kitu huyo. Yaani hapa mtume anaonyesha hata excuse. Na mwanzo Waislamu walipokuwa hawana baitul mali, mambo yalikuwa yanakwenda hivi, ni michango. Nguvu yao ilikuwa inakwenda kwa kuchangishana michango ya dharura, si katika vita vya jihadi wala katika nini. Mtume husimama akapiga mbiu ya mgambo, na mbiu ya mgambo ni adhana. Anawaleta Waislamu kwa kutisha sana, mbona pameadhiniwa wakati sio? Akifika anawaambia nimekuiteni hapa kwa hakika nataka nguvu za umoja sasa hivi hapa bachangisha. Ilikuwa kabla ya mtume kuwa na treasury, mali ya hazina, mfuko maalum, baitul mal, alikuwa nguvu yote akiitumia kwa unyonge kabisa, na ilikuwa ni michango ya khiari. Hapo ndipo Waislamu wanapoanzia, mwenye hichi dini kwa hakika. Na Waislamu wenyewe kwa hakika yataka nguvu moja kubwa mno ya kutumia mtu alichonacho, hususan mali. Hakuna jambo linaweza kusimama bila ya kuwa na chombo cha kuendeshea ulimwengu. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, wa atuhum min mali llahi allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, wapeni maskini za Mungu mali ambacho mali Mwenyezi Mungu ameijalia duniani ndio kitu cha kusimamishia maisha, ndio kitu cha kusimamishia chochote. Hata wanaocheza mchezo pumbao kule dunia haiwezi kusimama hata michezo nobe, mpaka mfuko utumike pale mamilioni kwa mamilioni. Binafsi ya mchezaji ananunuliwa kwa mamilioni. Utashangaa kusikia mchezaji wa mchezo tu kanunuliwa kwa pesa hizo.
Unatamani laiti mwalimu wa Qur'ani ingelikuwa ndo ananunuliwa na Waislamu vile, kwa sababu ana kitu Mwenyezi Mungu amempa, khairal kalami kalamullah, bora ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Ilikuwa yule mwalimu wa Qur'ani ndiyo imeelekea atafuta kauli na uvumba, lakini anatafuta mchezaji wa mchezo. La msingi ni kwamba mali ni kitu Mwenyezi Mungu ametujalia ndiyo chimbuko la kuendesha chochote. Hata mtume anapotaka kwenda vitani anawaita Waislamu, anawaambia hali yetu mbaya, hali yetu duni, hatuna hata wanyama wa kupanda, basi pale panapigwa mchango, mwenye tende, mwenye nini mpaka kinapatikana chochote. Watu wanakwenda hivyo hivyo kwa miguu. Lakini mtume alipokuja kupata mfuko, chombo cha Uislamu kikawa sasa kimetuna, alitoa tangazo moja rasmi, tumelipita katika hadithi za nyuma, ana aula bil mu'minina min anfusihim, sasa basi mimi ndo bora zaidi kuwashughulikia Waislamu kuliko nafsi zao wenyewe. Man taraka malan fali warathatihi, atakayeacha mali, hiyo mali ni kwa ajili ya warithi wake, wache warithi wake, lakini mimi nina haki zaidi kushughulikia na mambo ya Waislamu kuliko wenyewe. Wa man taraka dainan au dayaan, lakini mwenye kuacha deni au watoto mayatima, fa ilayya wa alayya, waletu kwangu na ni wajibu juu yangu mimi kuwatizama, ni kutoka baitul mali, kutoka mali. Umar Abdul Aziz yeye kwa upande wake, mfuko ulipojaa wa baitul mali hana vya kufanya, basi alitoa tangazo, wenye madeni wote waje kwangu, baitul mali itawalipia. Mali zikalipwa, madeni yakalipwa, na mfuko kwa pale pale. Wapewaji wa zaka wanakataa, wanasema na wao washafika na uwezo kutoa zaka, hakuna kutoa zaka. Ikabidi tena atatoke tangazo jingine, vijana wote walikuwa shafikia kuoa, hawana nguvu ya kuolea, hawana mahari, waje wachukue katika baitul mali. Mtume siku ile akasema, na iletwe hapa hata nusu ya tende kokwa, mtu kama anayo na ilete. Basi fajaa rajulun, watu wanaambia nini bwana? Watafuta mtume aseme, na mtume kaanza mwanzo na kusawijika. Wameshtuka masahaba, sijui asema nini mtume. Kamwamrisha Bilal aadhini, akaadhiniwa mpaka swaliwa. Na kabla hapo mtume aliingia ndani kwanza, akatoka na kadhabu. Basi watu baada ya tangazo lile hakuna aliosita pale, kila mmoja katapanyika na ingia kwake kutafuta chochote kile. Anasasanya kilichopo. Mtume kafikia mpaka nusu ya tende. Fajaa rajulun min al-ansari bisuratin, akaja pale mtu mmoja wakati ule katika watu wa Madina, kaja na suratin. Ili tamko la suratin linafasiriwa as-suratu ma yudha'u fihi shay'u, ni kitu ambacho kinawekwa kitu kingine ndani yake, wa yurbatu alayhi, kisha pakafungwa kama fundo hivi ya kamba, au kitu kile kikafanya fundo kikafungwa. Unaweza ukasema Kiswahili bahasha labda nguo, na ukipenda unaweza kuita bindo. Kaja na bindo mtu, au kaja na bahasha, au wengine wanasema kaja na kipeto cha kitu ndani yake, na kipeto yani kitu alhamdulillah kiasi fulani, kipeto kizima. Akaja mtu mmoja pale Kiansari bisuratin, na hilo bindo au bahasha au kipeto, kadat kafuhu ta'jizu anha, inakurubia kiganja chake cha mkono kushindwa kukamata kile kipeto. Jinsi ya kile kilivyojaa, basi kiganja chake cha mkono kinakurubia kushindwa kukamata vizuri. Bal qad ajazat, na sio kinashindwa, alikuwa sio kinakurubia kushindwa, bali kilishindwa kiganja chake cha mkono kukamata kile kipeto. Kiko kinamponyoka, inabidi alipike kichwani au begani kidogo, kuchukua mkononi kile kibindo ilikuwa heavy. Mara vijana leo ilikuwa alhamdulillah kimetia, basi kinamponyoka inabidi ajipike. Thumma, kisha baada ya kuonekana mtu wa Kiansari pale kaingia vile, tataba an-nasu, watu wakafatana kwa mkururo,
huyu kaja na hichi, huyu kaja na hichi, huyu kaja na hichi, hatta raaitu qaumaini. Anasema bwana Jarir ibn Abdullah mwenye kusimulia hadithi hii, mpaka pale nikaziona chungu mbili. Hatta raaitu qaumaini, mpaka nikaziona chungu mbili pale ziko zimekaa. Qaumaini au wengine wasoma kumaini bidhammi al-kafi wa fathiha. Nikaziona chungu mbili pale rundo hili. Hapa pana nguo, hapa pana tende, hapa pana ngano, hapa pana mapesa yamekaa dinari na dirham na hivi na hivi. Chungu mbili kubwa min ta'amin. Chungu mbili zile zilikuwa za chakula wa thiyabi na nguo. Hatta raaitu wajha Rasulillah sallallahu alayhi wasallama yatahallalu, mpaka nikauona uso wa mtume sasa unametuka. Yatahallalu bimaana yastaniru wa yudhi'u, unatoa nuru na unang'ara sasa. Na wenyewe masahaba walikuwa wakijua mtume akifurahi uso wake upija nuru. Pale pale mtume akabadilika, ule kusawijika uso ukabadilika sasa, uso wake ukaja wa furaha sasa unametuka. Anaanza kusmile, anaanza mtume kuonekana kama sasa hivi meno yake yataonekana karibu imeleteka. Kaannahu, ule uso umekuwa umemetuka, mfano wake kaannahu madhhabatun. Madhhabatun ni kama kipande cha dhahabu labda hivi au cha fedha au kitu chenye kung'ara chochote kile. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hapo mtume akasema, man sanna fil islam. Naona mambo haya yanakwenda. Basi ninakwambieni na nyinyi mwendo ndo huu. Leo nipo mimi, kesho nitakuwa sipo mimi, mtume wa Mungu. Yoyote Muislamu ikiwa amekamata wamiri almu'minina au popote pale alipo, man sanna, mwenye kusunisha, mwenye kuanzisha fil islami, ndani ya Uislamu. Kule katika milango tuliyopita nyuma, hadithi za mtume zimekuja, man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika jambo letu hili. Al-amru tukafasiri kwa mujibu wa tafsiri na ulama, ad-dinu, pale mambo ya ibada. Lakini sasa man sanna fil islami, atakayesunisha ndani ya Uislamu, kwa maana hapa katika Uislamu ni katika mambo ya ijtimai, ni katika mambo ya muamalati, mambo yenye kuleta maslahi kwa Waislamu. Watu zamani wakitumia vibatari na mishumaa, mwingine teknolojia yake ikampelekea mpaka akavumbua umeme. Kama angekuwa ni Muislamu huyo anavumbua hivyo, ana mambo makubwa kwa Mungu. Lakini na kushangaza, watu wa Khurafati wanatupa makombora, mwisho anapotoka hoja wanasema kwamba msikitini kwao vile vile kuna fluorescent chungu nzima zinawaka. Halafu atakwambia kwamba kila kitu bid'a, kila kitu bid'a. Wanajaribu kuwababaisha watu, kuwazonga wasiojua kitu, wasiofahamu mambo yalivyo. Maskini za Mungu, kuna watu hata madrasani wakaya hawasikii chochote isipokuwa wanasikia ule mbaya anaoambia na watu, mazungumzo darasani tu. Kama Mayahudi walikuwa wepesi kudanganya wanavyoni, kwa sababu la ya'lamuna illa amaniya, hawana wanachokijua, si wasomi maskini, isipokuwa ule upuuzi wa uongo wanavyoambiwa. Hivyo ndivyo wanavyokamata, ndivyo wanavyoheshimu. Na tena waumini wale kwa hatari. Muumini bwana, madhali anaosema na muamini kavaa joho, kavaa kilemba, ana wadhifa fulani, anaamini yule kanambia jambo kubwa lenye maana. Ndio maana wakaona haya mambo kila siku unaona yanaonekana yanazidi kwa mizizi, kwa ukaidi, kwa ushupavu, kwa sababu waumini maskini wanawaamini wasemao. Hapa iko tofauti kubwa katika hadithi hii, mlango wa man sanna fil islami, na katika mambo ya ibadati. Tofauti yake ni baina ya mashariki na magharibi. Kule katika ibadati hakuna uzushi wowote mzuri, mtume kadhabisha vyote, anasema kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin fi nar, kullu. Lakini hapa sasa mtume anavusha katika dunia hii, baada ya kuona chungu mbili pale zimekaa zimenona, vyakula vimejaa, nguo zimejaa, na wageni wake pale waliokuja vile katika hali mbaya, nusu uchi, watu taabani, hawana kitu. Mtume alighadhibika kuona vile,
Sasa anacheka mtume kwa furaha, anasema naona mambo haya. Basi man sanna fil islami, yule ambaye ataanzisha kusunisha mwendo ndani ya Uislamu, si katika mambo ya ibada, ndani ya Uislamu, sunnatan hasanatan, mwenendo uliokuwa mzuri kama nilivyoanzisha mimi hivi, baada ya kuona watu wamejia mbele yangu wamevaa nguo na kama hiyo shagala, nimeanzisha mambo ya michango pale, wasaidiwe watu wanyonge. Na yule wa mwanzo aliyojitokeza na kile kipindo chake cha kitu, basi yule anakuwa na thawabu zaidi, kwa sababu kaanzisha yeye kutia changamoto pale, kaja na kitu kujiweka mbele za watu pale. Wengine wako nakubali, hata huyu kama hivi na mimi nitampita. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, mwenye kusunisha katika Uislamu mwenendo mzuri, na sunnatan tariqatan, njia, basi mtu huyo falahu ajruha, yeye kwanza anapata ujira wa jambo lake zuri lile alilolianzisha, ikiwa lina maslahi na Waislamu katika mambo yao ya dunia. Wa ajru, anapata ujira mwingine extra, man amila biha, wa yule ambaye atatumia jambo lile la khairi ambalo kalianzisha yeye. Kila anapotumia mtu, basi anapata ujira wake kwa kaanzisha, na halafu yule mtu akitumia yeye anapata ujira vile vile. Wa ajru man amila biha ba'dahu, na ujira wa atakayetumia sunna ile baada yake yeye, min ghairi an yankusa, tena ujira unaendelea bila ya kupungua. Kama watu walikuwa wanavuta maji kwa kisima, kwa ndoo na hivi na tabu, watu wakatokezea wataalamu wakayavuta maji kwenye ardhi chini, kwenye mito na kwenye visima kwa pipe na mfereji, wakawarahisishia watu katika vijiji, ikawa watu vijijini wanapata maji kwa urahisi. Basi mtu hata kama ataondoka duniani, kama kaanzisha ile kwa effort yoyote ile, japo kwa akasema maneno, katoa fikra, wengine wakatoa pipe, wengine wakatoa pesa, wengine wamechimba, watafika akhera huku watu kila kutumia maji yale, wao wana sehemu zao za thawabu wanazipata. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa, bila ya kupungua, min ujurihim, ujira wao, shay'un, chochote kile. Kisha tunaendelea, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, lakini na atakayeanzisha katika Uislamu mwenendo mbaya, njia mbaya ya kuwadhuru Waislamu wengine, kama nini? Kawajengea jumba, akawaambia jumba hili tutaweka hapa kila aina ya ulevi, tuuze na hivi na hivi. Kisha jipalia makaa, anaondoka duniani. Kila likidumu jengo lile kutumika katika mambo yale, basi yeye ana mzigo wake kule anaupata, hayuko duniani na mzigo unaendelea vile vile. Huo ni mfano tu na kila jambo baya lenye kuwadhuru Waislamu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, na mwenye kuanzisha katika Uislamu mwenendo mbaya, kana alayhi wizruha, itakuwa ni juu yake mzigo huo. Alwizru hiblun, mzigo athqil, ulio mzito kuchukua, wal ismi, na bidhambi. Mwenyezi Mungu anatumia tamko la wizr, mtume wa Mungu anatumia vile vile tamko la wizr, wala taziru waziratun wizra ukhra, kwenye Qur'an imekuja, na mtume anasema fa alayhi wizruha, basi ni juu yake mzigo huo mzito, wa wizru man amila biha, na mzigo wa atakayetumia vile vile jambo hilo baya, min ba'dihi, baada yake yeye, min ghairi an yanqusa, tena bila ya kupungua, min auzarihim, katika mizigo yao hiyo mizito, shay'un, chochote kile. Hadithi hii mpaka hapa rawahu Muslim, ameisimulia al-Imam Muslim. Insha Allah wakati utakapofika tena mara ya pili katika darasa ya Riyadhus Salihin, tutaingia kuelezea faida zenye kupatikana katika hadithi hii, na sikuimaliza, tutakwenda baadaye inshallah faida zipatikanazo katika hadithi hii. Lakini kabla ya kuomba dua, limekuja swala moja hapa kwa ndugu yetu, basi najibu kwanza. Anauliza mtu mmoja ya kwamba, je, inafaa kwa mwanamke kutekeleza fardhu ya hija bila ya kufuatana na mumewe au mtu aliye maharimu yake? Aljawab, dhahaba alhanafiyyah
nitajibu kutokana na fatawa za madhehebu 4. Atatizama mtu wapi palipokuwa na dalili nzito zaidi. Watu wa Hanafi wal Hanabila pamoja na watu wanaomfuata Ahmad bin Hanbali, wao wamesema ila annahu yushtaratu an yashuba almar'a, safari ya mwanamke kwenda kuhiji imewekewa sharti, lazima asuhubiane mwanamke huyo fi safari alhaji, katika safari yake ya hija, zawjun, na mumewe, au mahramun, au mtu aliyekuwa maharimu yake. Fa in lam yujad ahaduhuma, ikiwa kupatikana mmoja katika hao, si mume wala mtu maharimu yake kama baba, kaka, vile namna kama hiyo, fala yajibu alaiha alhajj, haitakuwa ni wajibu tena kwa mwanamke kwenda kuhiji, kwani akiwakosa hawa kuongozana nao, tuaddu ghaira mustati'ati, atahisabiwa mwanamke huyu kwamba hana uwezo wa kwenda kuhiji Maka, ghaira mustati'atin lahu, kwa sababu hoja yao ni kwamba wallahu ta'ala yakul, Mwenyezi Mungu anasema walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilahi sabila. Na huyu kama kawakosa mwanamke, watu kama hao pamoja nao, basi hajaweza kwenda kuhiji bado, kwa sababu hajaweza kutokana na kuwakosa wale. Dalili hii wameipata an Ibn Abbas, kutokana na Ibn Abbas radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutokana na mtume kama akasema, ala, tambueni Waislamu, la tahujjanna imra'atun, asende kuhiji kabisa mwanamke, illa wa ma'aha mahramun, isipokuwa pamoja na yeye kuna maharimu yake. Wa anhu, na kutokana na Ibn Abbas tena, annahu qala, mtume kasema, la tusafiri almar'a, asisafiri kabisa mwanamke, 3 ayami, akatumia katika safari yake siku 3, day and night, usiku nampitia pahala njia halala hivi, illa, isipokuwa wa maaha mahramun au zawjun, pamoja naye awepo maharimu yake au awepo mumewe. Mtume kakataa mwanamke kwenda na kama hiyo peke yake. Asema wasiru, na siri iliyoko hapa fi